elimu ya dini ya Kiislamu. Kwa sababu gani? Kuna hitaji ya elimu. Wote tumeona kwamba Mtume Muhammad ameshaelekeza kwamba mtu aleje kul biyaminika, kula kwa mkono wako wa kuume, wa kul mimma yalika, na kula sehemu iliyokuelekea. Kwa hiyo hapa Mtume anaelekeza namna gani mtu ale. Kwa hii ni elimu ya dini inaelekeza namna gani mtu ale. Lakini kuvaa kuna hitaji ya elimu, kusema pia kwa hitaji ya elimu. Ila nabakta fala takun mikthara, ukizungumza na watu na wenzako usiwe mwenye maneno mengi, mpaka tukasema atharthar yasriku waqtaka, mwenye maneno mengi anaiba wakati wako, anaiba muda. Kwa hiyo unaona kusema pia kuna hitaji ya elimu, kuvaa kuna hitaji ya elimu, kutembea kuna hitaji ya elimu, utembeeje, kukaa kuna hitaji ya elimu. Sikwambii hawa mambo makubwa kama vile kuoa, ndio kuna hitaji ya elimu zaidi. Kwa hiyo ndugu zangu, hili kongamano la maadili, ndugu zangu, maadili yakiwa mazuri, basi hakuna haja serikali kupata tabu ya kuweka askari, kwa sababu walinzi wanaowekwa kulinda watu mbalimbali wamewekwa kwa sababu watu hawana maadili. Ukiona mtu ameona katika cha mwenzake, huyo amekosa maadili. Ukiona mtu amefuata mtoto wa mwenzake aenda akamzini, huyo amekosa maadili. Mtu akidhulumu amekosa maadili. Kwa ndugu zangu, jambo la maadili ni jambo moja kubwa sana. Kwa hivyo mimi nimefungua tu, lakini sisi ni wenyeji katika wilaya ya Handeni, lakini tunashukuru Sheikh Omar kuweka kongamano hili na kutuitia wageni mbalimbali kuja kuzungumzia hili. Kutokana na hilo basi, leo ndugu zangu, tumepata ugeni mkubwa. Katika kongamano hili. Tunaye kwanza, kama alivyozungumza Sheikh Muharram, ambaye kwamba ni shekhe wa kata Konyugo, lakini kama katibu wa mbunge yuko hapa. Lakini vile vile tunaye Sheikh Abubakar Mwenjuma Mahalo, shekhe wa kata ile ya Vibaoni na mjua baraza la mashekhe yuko hapa. Lakini kubwa zaidi tunaye Sheikh Ibrahim maarufu Mkongomani. Tukimuona kwenye mitandao, leo ndio tunamuona live yuko hapa, na leo ndio mzungumzaji mkubwa katika kongamano hili. Kwa hivyo sasa, bila kutoisha muda, tumpe fursa hii adhimu aweze kuzichukua nyoyo zetu, kuzipeleka katika hadhiratul kursi